Machi 23 kwa kila mwaka ni siku maalum ya maadhimisho ya hali ya hewa ulimwenguni. Jijini Mwanza, jamii imeombwa kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa mamlaka husika ili kuepuka majanga yanayoweza kuepukika kupitia taarifa za hali ya hewa. Meneja wa TMA Kanda ya Ziwa Bwana Agustino Nduganda akiongoza timu ya mamlaka ya hali ya hewa Kanda ya Ziwa kwa kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Pamba, ameitaka jamii kuendelea kufuatilia taarifa za hali ya hewa ili kufahamu hali na mwenendo wa mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa majina naitwa Agustino Nduganda, ni meneja mamlaka hali hewa Kanda ya Ziwa kutokea Mwanza. Leo tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026 tumepata wasaa wa kutembelea shule ya sekondari ya Pamba hapa mjini. Na kwa nini tumekuja hapa? Leo tarehe 23 mwezi wa 3 tunaadhimisha siku ya hali ya hewa duniani, ambapo shirika la hali ya hewa duniani lilianzishwa rasmi tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 1950, na ndio maana kila mwaka inapofika tarehe 23 mwezi wa 3 tunaadhimisha siku ya hali ya hewa duniani. Kwa siku ya leo tulikuwa Pamba sekondari tukiwa tunatoa elimu ya hali ya hewa kwa wanafunzi, na kauli mbiu ya mwaka huu ya hali ya hewa inasema pima hali ya hewa leo kwa ajili ya kesho. Pima hali ya hewa leo kwa ajili ya kesho. Sasa lengo hili au kauli mbiu hii ni muhimu sana katika shughuli zetu za hali ya hewa. Ni kwamba tunapaswa kupima taarifa za hali ya hewa ili tujue hali ya hewa kesho itakuwaje. Na katika hali hii serikali imewekeza kwa kiasi kubwa miundombinu ya hali ya hewa katika nchi yetu ili kuhakikisha kwamba taarifa za hali ya hewa zinazidi kuwa sahihi zaidi na zaidi. Tunashukuru sana serikali inayoongozwa na rais yetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuwekeza kwa miundombinu na wataalamu wa hali ya hewa katika taasisi yetu ili kuhakikisha kwamba hizi taarifa ambazo tunazitoa kwa wadau mbalimbali wa hali ya hewa ziendelee kuwa sahihi. Asante ndugu mtangazaji. Sisi mamlaka hali ya hewa Tanzania huwa tunapendelea zaidi kutembelea katika mashule kwa ajili ya kutoa elimu. Tunajua kabisa kwamba elimu hii ya hali ya hewa tukitoa kwa wanafunzi, hawa wanafunzi ni mabalozi wazuri, wanaweza kuchukua hii elimu na kuisambaza sehemu mbalimbali kwa haraka zaidi. Na pia tunajua kabisa kwamba wanafunzi wanajifunza masuala ya hali ya hewa katika topiki zao. Kwa hiyo kuwafundisha pia masuala ya hali ya hewa ni sehemu mojawapo ya kutoa elimu kwa vile vitu ambavyo wanajifunza madarasani. Asante ndugu mtangazaji, niseme kwamba kwa sasa hivi kwa kipindi hiki taarifa za hali ya hewa ambazo zinatolewa na mamlaka hali ya hewa Tanzania zimekuwa sahihi, na ni sahihi zaidi hata 80%. Na mapokeo ya watu kuhusu taarifa za hali ya hewa zinazotolewa sasa hivi na TMA ni makubwa, na watu sasa hivi wameendelea kuzifuatilia hasa hizi taarifa za hali ya hewa. Ni tofauti kidogo na miaka ya nyuma. Watu wamekiri kabisa kwamba zamani taarifa zetu zilikuwa zina mapungufu kidogo, lakini sasa hivi watu wameshazikubali hizi taarifa na wanazifuatilia mara kwa mara na wanaziamini. Kwa hiyo niseme kwamba kwa sasa hivi taarifa hizi za hali ya hewa ambazo zinatolewa na TMA kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umewekwa na serikali yetu uko sahihi na ni sahihi zaidi. Ni kipi mnakielekeza sasa kwa jamii yenu na kupitia elimu ya leo, siku ya hali ya hewa duniani? Nini hasa ambacho ungetamani jamii waondoke nacho kama takeaway ya siku ya leo? Asante ndugu mtangazaji. Tunachopenda kuambia jamii kwa ujumla ni kwamba jamii iendelee kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Taarifa hizi kwa sasa hivi ziko sahihi. Kwa hiyo tunashauri sekta mbalimbali ambazo zinatumia taarifa za hali ya hewa, sekta ya anga, ujenzi, uvuvi, wasafirishaji, waendelee kufuatilia hizi taarifa, na pale ambapo tunatoa tahadhari ya hali mbaya ya hewa ni vema wakazingatia na kuchukua hatua stahiki. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika darasa maalum kutoka TMA wameomba utaratibu huo uwe wa mara kwa mara ili kusaidia jamii kuepukana na hatari inayoweza kupunguzwa kwa kujenga uelewa mpana kwa wanafunzi. Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Agripina Robert kutoka shule ya Pamba sekondari, mchepua wa HGL form 6. Napenda kusema kwamba nimefurahi sana kuhudhuria kwenye siku ya utabiri wa hali ya hewa duniani ambayo unafanyika kila mwaka tarehe 23 mwezi wa 3. Na jambo kubwa la kueleza ni kwamba katika maadhimisho haya tumejifunza jinsi au hatua gani tunaweza kutumia katika kujua madhara na faida pia za kutunza hali ya hewa. Kwanza kabisa naishauri jamii iweze kufuatilia vyombo vya habari ambavyo vinatoa taarifa mbalimbali kuhusu utabiri wa hali ya hewa. Mfano, kwa sasa shirika letu la TMA
la Tanzania Meteorological Association hapo lipo Tanzania limejitahidi kuanzisha vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vinatoa taarifa zinazohusu utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo wanatakiwa wakae, wachukue muda wao, waangalie ili waweze kujua ni njia gani wanaweza kuzitumia kuepukana na madhara yanaweza kusababishwa na hali ya hewa. Kwa majina naitwa Hamisi Saidi, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 Kombi HGK, shule ya sekondari Pamba. Kwanza mimi binafsi leo nina furaha kubwa kwa sababu ni kitu ambacho sikutarajia. Ni kama vile tumetolewa tunaenda kwenye kipindi, nimefika nimekutana na watu ambao kiuhalisia sikudhani kama naweza kukutana nao siku ya leo. Kitu kingine nimejifunza kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kujua hali ya hewa yetu. Ni lazima tujue hali ya hewa ili tuweze kujua matatizo yanayoweza kusababishwa na hali ya hewa fulani. Kwa mfano, ikitokea utabiri umetokea kwamba kesho kutakuwa kuna mvua nyingi, kwa maeneo yale ambayo yatakuwa yako bondeni, nitolea mfano Mabatini pale, lazima kama kuna wakazi wa maeneo yale watakaa mbali na maeneo yale. Kwa maana hiyo kupitia utabiri wa hali ya hewa inaweza kukomboa maisha. Kama kuna watu wanafanya shughuli labda za kiuchumi maeneo yale, kwa hiyo siku wanaweza wasiende. Kwa maana hiyo pia wanakuwa wameokoa mali zao, lakini pia miundombinu ya eneo lile kutokana na utabiri wa hali ya hewa, labda tumekadiria labda miezi fulani kutakuwa kuna mvua nyingi. Kwa serikali inaweza kuchukua hatua kabla, kwa mfano labda kuboresha miundombinu kama ni daraja au ni njia ya mto ile, kama kuna wakazi wa maeneo yale kuwafukuza. Kwa maana pia ni namna ambayo inatusaidia sisi katika kuokoa rasilimali za taifa. Mimi kwa kitu ambacho naweza nikawaomba kwamba kama walivyosema kwamba kuna rada ambazo bado zinarekebishwa, nilikuwa naomba wazifanyie marekebisho ikiwezekana mapema ili tuweze kuzidisha uhakika wa taarifa wanazokuwa wanatupa. Siku ya hali ya hewa duniani Machi 23 ya mwaka 2026 imepambwa na kauli mbiu isemayo pima hali ya hewa leo ili kesho iwe salama. Kauli mbiu hii inalenga kusisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya uangazi wa hali ya hewa na matumizi sahihi ya data za hali ya hewa zinazokusanywa ili kuwezesha matumizi yenye tija katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Taarifa hizi zimeendelea kusaidia kuongeza uzalishaji, usalama, ustahimilivu wa jamii yetu kwa sasa na kwa vizazi vijavyo. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.